Bwana Yesu asifiwe kwa mara nyingine tena. Ninaendelea kuratibu masomo ambayo Roho Mtakatifu alinipa kwa ajili ya matengenezo ya kanisa. Na siku ya leo naendelea na kipengele kidogo au sehemu ndogo ya mambo ambayo Roho Mtakatifu alinielekeza, ambayo yeye mwenyewe Roho Mtakatifu anaita ni mkataba kati yangu mimi mbeba maono ya kanisa la matengenezo, ambalo Roho Mtakatifu mwenyewe analitaja kwamba kanisa hilo liwe na nembo au liwe na jina linaloitwa kanisa la baki na Mungu, au kwa Kiingereza Stay with God Church. Na taratibu za kusajili kanisa zinaendelea hatua kwa hatua, na mambo haya ni kwa sababu ni makubwa, basi hayana haraka sana, lakini yanasimamiwa na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kipekee, mimi ambaye ni mbeba maono ya matengenezo, mchungaji Jilu Muna Mpanda, ambao kwa taaluma mimi ni mwalimu, lakini Mungu ameniita katika huu utumishi wa umma. Ameniita sasa nikamtumikie kwa uhuru. Kwa hiyo umri wangu unaniruhusu kustaafu kwa hiari, na ndipo nikafanye kazi ya Mungu kwa kushirikiana na watumishi wa Mungu mbalimbali, na kushirikiana pia na viongozi mbalimbali wa ngazi mbalimbali katika serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo mambo hayo nitayarekodi. Kila ofisi ambayo nitahitaji msaada wa usajili, msaada wa ushauri, nitapeleka document ambazo, au nitapeleka nyaraka ambazo Mungu alinipa kuonesha ni jinsi gani Mungu ameniita. Kwa hiyo nitawapa, watapitia ili kujiridhisha kwamba ni kweli Mungu ameniita. Na hilo lilikuwa ni sharti mojawapo kwamba niandike kitabu kinachoitwa Tembelea Watu Wangu, ili watu wajue mimi ni nani, nimeokoka lini, nimeandikishwa lini kuwa Mkristo, nimefanya nini na nini, nimesikia sauti ya Mungu kwa namna gani. Kwa hiyo ni mambo ya namna hiyo, ili watu waweze kunielewa kwa kupitia maandiko au kitabu ambacho nitakuwa nimekiandika kwa maelekezo ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo siku ya leo nitazungumza mambo machache yaliyosalia kuhusu mkataba. Nitazungumza mambo machache ambayo yamesalia kuhusu mkataba, na ninajitahidi angalau mambo ambayo Mungu alinipa yanayowahusu watu, ili niweze kuyaweka sawa na yawafikie watu, kwa sababu mambo haya sio ya kwangu. Roho Mtakatifu ananiambia kuna leo na kesho haupo, kuna leo na kesho umekufa. Je, watu watajuaje kwamba mwaka 2022 Mungu aliliambia nini kanisa hasa la Pentekoste, au Roho Mtakatifu aliambia nini kanisa hasa la Pentekoste? Na kwa muhtasari, mambo mengi ambayo Roho Mtakatifu anayazungumza ni kuhusu uongozi wa kanisa la Pentekoste. Anazungumza kuhusu uongozi au leadership. Kwa hiyo anazungumza juu ya usimamizi wa kanisa, na wanaolengwa sasa ni viongozi wa kanisa, wazee wa kanisa, wachungaji na viongozi wengine ndio wanalengwa sasa na mambo haya ambayo ninayazungumza hapa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anaponipa vitu kuniambia kwamba huu ni mkataba wa wewe kufanya kazi, maana sio kwamba ananipa mimi
ingawa mambo machache yananihusu mimi moja kwa moja, lakini mambo yaliyo mengi, manake ninaambiwa mimi, kumbe sio mimi, ni kanisa linaambiwa kwa niaba kupitia mimi, nalo ni kanisa la Pentekoste. Kwa hiyo sehemu kubwa ya mambo ambayo Mungu anazungumza na mimi ni kuhusu uendeshaji wa kanisa, na unawalenga viongozi wa kanisa, wachungaji, maaskofu wa Pentekoste. Ndio waandikiwa hasa. Kwa hiyo naposema Mungu ameniita kwa ajili ya matengenezo ya kanisa la Pentekoste, simaanishi kwamba, maana watu wengi wanaelewa kwamba kanisa la Pentekoste, ukisema kanisa la Pentekoste wanajua ni FPCT. Lakini tunaposema makanisa ya Pentekoste, manake makanisa yanayofuata mfumo wa Pentekoste yako mengi sana. Yako EAGT, iko Full Gospel, iko TAG na makanisa mengine mengi ya Pentekoste, na mengine yanaendelea kusajiliwa, na mimi ndio napambana kusajili. Kwa hiyo ni miongoni pia makanisa litakuwa kanisa la Pentekoste pia. Kwa hiyo nilikuwa nataka niweke hili jambo likae sawa, lakini kuna vitu vichache. Kwa mfano nizungumze jambo moja. Katika mkataba Mungu aliniambia usitumie dawa za pressure tena. Usitumie dawa za pressure tena kwa sababu zitakuja kukuua ghafla, na kanipa nitumie nini mbadala wake. Kwa hiyo hilo nimelizungumza kwenye mkataba, utasoma. Lakini ninachotaka kusema hapa ni kwamba mara nyingi tumesikia watu wengine hawaendi hospitalini. Wanasema mimi siendi hospitalini, nimeokoka. Ninachotaka kusema, kwa huduma hii hatutawazuia watu kwenda hospitalini. Watu wataombewa, wataenda na hospitalini pia. Isipokuwa hatutakubali watu waende kwa waganga wa kienyeji. Kwa hiyo watu wataenda kwenye tiba mbalimbali, hasa za hospitalini, hospitali za rufaa, hospitali za wilaya, hospitali za kawaida. Kwa hiyo watu wataenda hospitalini. Mimi niliambiwa na Mungu usitumie dawa za pressure, maana yeye ana malengo yake, na anajua imani yangu kwamba nitaamini. Lakini mtu mwingine usije kusema mbeba maono aliambiwa asitumie dawa za pressure na mimi situmii, utakuja kufa vibaya. Kwa hiyo kama una pressure, endelea kutumia dawa za pressure, endelea na kuamini pia maombi. Baadaye pressure ikiisha kabisa, ukapimwa una pressure, basi unaendelea na maisha. Kuhusu elimu ni ya muhimu sana. Hata wakati Roho Mtakatifu ananipa maono, ananiambia kwamba wasisitize watu wasome. Watu watafute elimu kwa nguvu zote, maana kwenye elimu kuna maarifa. Kwenye elimu kuna maarifa. Watu wasome, wapeleke watoto shule wasome, wapeleke shule za msingi, wapeleke chekechea, shule za msingi, sekondari, vyuo vikuu, wasome mpaka ingawa Waswahili wanasema elimu ni bahari, elimu haina mwisho, lakini wasome wapate ufahamu wa kulisaidia taifa, wapate ufahamu wa kujisaidia wenyewe katika maisha yao, wapate maarifa ya kuwezesha kuendesha maisha yao. Sambamba na hivyo, Roho Mtakatifu pia alisisitiza juu ya uandishi wa vitabu. Watu waandike vitabu vya kijamii, maana Roho Mtakatifu anasema kuandika ni kanuni ya Mungu. Tunapoandika vitabu
vya kiroho, vitu ambavyo tunaona tunaandaa masomo ya kiroho, maraka hatuandiki Biblia nyingine. Nilitoa kwenye mtandao nikaandika, Mungu ameniambia tuandike kitabu cha ukombozi. Na kitabu hicho cha ukombozi kitaandikwa kwa mfumo huu kwamba nifanye utafiti kuwauliza watumishi wa Mungu kutoka maeneo mbalimbali wamesikia nini kutoka kwa Mungu, kwamba kanisa linaambiwa nini, au wamesikia kanisa linaambiwa nini na Mungu, ili tuandike. Mmoja akaniambia, sasa wewe unataka kuandika Biblia mpya? Ni kutokuelewa tu kwamba uandishi ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Uandishi ni kanuni ya Mungu. Maana ukiandika vitu vitakaa, vitu vitadumu. Kwa hiyo mimi vitu hivi nilivyoviandika, hata kama siku moja sitakuwepo, nitakuwa nimekufa, watu watakuja kusoma vitu hivi, vitakuja kuwasaidia wengine vizazi na vizazi, kwa sababu vitu hivi ninavyoviandika ni vitu ambavyo vitadumu, sio vitu vya muda mfupi. Ni vitu ambavyo vizazi na vizazi wataangalia kwamba kuna mtu mmoja aliwahi kusema na Mungu, au Mungu aliwahi kusema naye. Mungu alisema naye, maana Mungu aliniambia pia usije ukasema Mungu huzungumza na wanadamu. Mungu hazungumzi na wanadamu. Mungu husema na wanadamu. Mungu anasema na wanadamu, hazungumzi na wanadamu. Kwa hiyo hakunipa ufafanuzi zaidi, lakini ni sentensi imekaa namna kusema kwamba usije ukasema ninazungumza na Mungu au Mungu amezungumza na mimi. Mungu hazungumzi na mwanadamu au na wanadamu. Mungu huwa anasema na wanadamu, hazungumzi na wanadamu. Kwa hiyo ni mambo yamekaa namna hiyo. Kwa hiyo mpendwa, ninapoendelea basi kuratibu mambo haya yawafikie watu mbalimbali, na nitaanza na watu ambao wamekomaa kiroho, watu walioanza huduma muda mrefu kwenye miaka ya 60, miaka ya 70, maana bado wapo. Nitaanza kuwapa nyaraka hizi, maana tayari nimeshaziandaa katika vitabu, katika audio. Nitawapa, watasoma, wataangalia na wataona, je, wao waliitwaje na Mungu na mimi nimeitwaje na Mungu. Maana Mungu ananiambia hii sio siri, wewe waambie Bwana Mungu ameniita na mimi. Wapo watu waliokomaa kiroho, wale wanaelewa. Lakini ukikutana na watu ambaye bado hawajakomaa kiroho, wataanza, huyo ana mashetani, huyo msifuatane naye, huyo amekuja kuharibu kanisa, huyo sijui amepagawa, huyo sijui ana mashetani, huyo ana majini. Kwa hiyo watu ambao hawajakomaa kiroho nao wana changamoto zao, lakini Mungu aliniambia bado wapo watu waliokomaa kiroho, waliosikia sauti ya Mungu ikiwaita kwenye utumishi. Ndio hao sasa nitaanza nao, na pia nitaendelea kupokea kutoka kwao na ushauri namna ya kufanya huduma, na wakiguswa na Mungu basi wataniunga mkono, maana bado ndio naanza. Sina jengo, sina vyombo vya injili, sina vyombo vya usafiri na kadha wa kadha. Mambo ni mengi, mahitaji ni mengi. Kwa hiyo kuna jambo moja ambalo nataka niliseme, alafu ndipo niendelee na vipengele vya mkataba vilivyobaki, ni vichache, nitabisoma haraka. Kuna maneno ambayo nilikuwa ninayafafanua tarehe 18, ambayo ni siku ya jana, tarehe 18 mwezi wa 5 2025. Nilikuwa nikiyafafanua nikiyaita maneno ya Kilatini. Maana ya maneno ya Kilatini, lakini niliyaita ya Kilatini, sina maana kwamba ni ya Kilatini moja kwa moja, lakini maanake ni maneno ambayo yana mafumbo yalikuwa yakisemwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kuna neno pia nimeliandika kwenye kitabu hiki cha Tembelea Watu Wangu, linasema dasantroko. Roho Mtakatifu ananiambia neno dasantroko manake ni kauli ya kimamlaka. Kauli ya kimamlaka.
au tamko. Kwa hiyo kauli ya kimamlaka manake inatamkwa na mtu wa juu. Na idasantroko manake ilikuwa inatamkwa na Mungu mwenyewe kwamba huduma hii haijatoka kwa mwanadamu, imetoka kwa Mungu. Kwa hiyo mimi nisiogope chochote. Dasantroko ni kauli ya kimamlaka. Kwa hiyo ilikuwa ni kauli kuhusu huduma nayoifanya ambayo ni kauli ya kimamlaka ya kimbingu au ya kimungu. Kwa hiyo baada ya kusema mambo haya kama muhtasari, basi nipate sasa kuendelea na vipengele vya mkataba vilivyobaki. Kipengele ambacho ninakianza sasa kwenye ukurasa wa 56 kwenye kitabu hiki nilichoandika kinasema, Mungu si kipepeo ambaye huruka na kutua. Mungu fanya mambo yake moja kwa moja. Je, utauliza kitamba kile kina nini wakati unakiona? Au kisani kile kina nini wakati unakiona kipo tupu? Ndivyo walivyo watu wengine ambao hawana Mungu ndani. Huna sababu ya kushughulika nao. Hao ni wa kuwaombea na kuwasaidia. Tarudia pale. Je, utauliza kitamba kile kina nini wakati unakiona? Au kisani kile kina nini wakati unakiona kipo tupu? Ndivyo walivyo watu wengine ambao hawana Mungu ndani. Huna sababu ya kushughulika nao. Hao ni watu wa kuwaombea na kuwasaidia. Kwa hiyo Roho Mtakatifu pia ananifundisha kwa mifano. Yeye ni mwalimu, ananifundisha pia kwa mifano. Makabati hujazwa vyombo mbalimbali. Utaliona kabati limejaa vyombo, limetulia hapo. Ndivyo walivyo watu wengine, wana mambo yao yametulia ndani ya mioyo yao. Hiyo ni mbaya sana. Roho Mtakatifu ananifundisha kwa mifano pia, anasema makabati hujazwa vyombo mbalimbali. Utaliona kabati limejaa vyombo, vimetulia hapo. Ndivyo walivyo watu wengine, wana mambo yao yametulia ndani ya mioyo yao. Hiyo ni mbaya sana. Mungu huwa habadilishi ahadi zake. Akiahidi, ameahidi. Fanya kazi na watu ambao ni imara sana, yani imara katika roho. Fungua kanisa ambalo watu watakuwa imara, watu watakuwa na nguvu za Mungu, watu watakuwa na mwelekeo wa kimungu. Kukiwa na baridi kali kiroho, manake hapo kuna uharibifu mkubwa. Kukiwa na baridi kali kiroho, manake hapo kuna uharibifu mkubwa. Ukiona vitu havina ukweli, pishana navyo hivyo. Hukuamini kama naweza kusema nimekuwa na wewe muda mrefu sana. Maana Roho Mtakatifu ananiambia majeshi ya Mungu yapo katikati yako. Kwa hiyo kama nilivyofundisha somo lililopita, liko nasema mambo ambayo niliyatabiri nikiwa mdogo, au niliyafanya nikiwa mdogo, au yalitabiriwa nikiwa mdogo, Roho Mtakatifu alikuwa ananikumbusha. Kwa hiyo mambo hayo yalikuwa yanaashiria kwamba tayari nilikuwa natembea na Mungu tangu nikiwa mdogo, lakini sikujua, lakini sikutambua. Kanuni ya Mungu ni ya kusaidiana. Kina mama ni wazuri sana katika maombi. Chagua mama mmoja au kiongozi wa maombi, wakuombee wewe, waombee na huduma hii ili itokee. Kanuni ya Mungu ni ya kusaidiana. Kina mama ni wazuri sana katika maombi. Hapa kina mama wanasifiwa na Roho Mtakatifu. Chagua mama mmoja au kiongozi wa maombi, wakuombee wewe, waombee na huduma hii ili itokee. Uwe na kikundi cha maombi, maana unatengeneza vitu vya muda mrefu. Waombe ili vitu vitokee.
Kanuni ya maombi ni kuomba kwa ajili ya kitu kimoja kimoja. Mashine ambayo inatembea haiwezi kwenda na vitu vingi. Mfano mashine ya kusaga ndivyo ilivyo. Pia katika maombi wanaenda na kitu kimoja kimoja. Nenda na vitu vichache vichache. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ananifundisha pia kanuni ya kuomba. Ninapoomba nisibebe mambo mengi, nisiombe mambo mengi, maana naomba mambo machache machache. Unachagua jambo moja, mnaomba. Huo ndio utaratibu wa Mungu. Ukifunga na kuomba kunafanya upate vitu vingi katika ulimwengu wa roho. Kwenye somo nilofundisha linalohusu maneno ya Kilatini au misamiati ya Kilatini, Roho Mtakatifu ananiambia utakuwa unaomba maombi yanayoitwa haleluya. Utakuwa unaomba maombi yanaitwa ingalosoda. Utakuwa ukiomba maombi yanayoitwa ingalosoda, akimaanisha kwamba ni maombi ya kuomba, ya kufunga na kuomba. Maombi ya kufunga na kuomba. Tunza vitu vya Mungu visije vikaangukia mahali ambapo si sahihi. Matatizo yako ni mengi lakini hayana nguvu sana. Usiyapandikize mengine. Nimesikia watu wanasema, Mungu gani huyo? Huyo si Mungu bwana. Hiki ni kitu kingine kabisa. Sina habari nao hao. Roho Mtakatifu anasema, nimesikia watu wanasema. Yaani wananisema mimi manake. Nimesikia watu wanasema, Mungu gani huyo? Huyo si Mungu bwana. Hiki ni kitu kingine kabisa. Sina habari na hao watu. Nimeambiwa usajili wako utakuwa wa kudumu, lakini utachukua muda mrefu, maana utakuwa na vitu vingi. Mungu anapanga mwenyewe atafanya nini na ni wapi na ni wakati gani. Narudia tena. Nimeambiwa, Roho Mtakatifu anasema, nimeambiwa usajili wako, maana usajili wa kanisa utakuwa wa kudumu, lakini utachukua muda mrefu, maana utakuwa na vitu vingi. Mungu anapanga mwenyewe atafanya nini na ni wapi na ni wakati gani. Wakati wako utakuja, utafanya kazi vizuri. Huwezi kufanya kazi peke yako, shirikisha wengine katika huduma hii. Ndio maana vitu hivi ninapokuwa ninaviratibu, nawapa pia watu wengine, nawapa pia viongozi wa kanisa, makanisa mbalimbali. Mimi Mungu ameniita, sina ubaguzi na kanisa. Nikiitwa kufanya huduma kwenye kanisa lolote, sina utaratibu huo, maana Mungu hajanipa utaratibu huo wa kukaa kitasisi. Ndakiwa nikae kanisa. Na unaposema kanisa, maana kanisa, ukisema kanisa, Roho Mtakatifu alinifundisha maana ya kanisa. Anasema ukisema kanisa maana ni jumuiya ya watu waliomjua Mungu, jumuiya ya watu waliokombolewa. Hao ndio linaitwa kanisa, jumuiya ya watu waliomjua Mungu. Kwa maana mwingine anatoka TAG, mwingine anatoka FPCT, mwingine anatoka Full Gospel, mwingine anasema anatoka Chemchemi ya Uzima, mwingine anatoka Full Gospel na makanisa mengine ya kiroho. Ndio maana yake hiyo. Naenda haraka. Usiombee watu ovyo ovyo. Uwe na tahadhari, maana wanadamu wameharibiwa na shetani. Andika vitu vya kupimika. Mungu anakuita kutumika katika mstari ulionyoka. Tamani sana kuona watu wanafunguliwa, watu wanatembea vizuri na watu wanaongea vizuri. Mungu hana utani na mwanadamu. Yeye hajawahi kufanya utani na mwanadamu. Yeye anasimama peke yake kama Mungu. Ng'ombe utii amri ya anayemuongoza. Ng'ombe utii amri ya anayemuongoza. Tii maelekezo ya Roho Mtakatifu, maana naelekezwa mimi. Usiwaze kuwa sijui nitakuwa nani, maisha yangu sijui yatakuwa vipi. Wewe simama vizuri, ombea watu vizuri, tembea katika hali nzuri. Nyuni wa angani wanaelewa sana kwamba wakati huu ni wakati gani. Sasa usiamini, amini kwamba kuna vitu fulani. Penda kuomba katika roho. Naendelea nasema, nyuni wa angani wanaelewa sana kwamba wakati huu ni wakati gani.
Nyuni ni ndege wale wangani, wakiona majira wanahama kutoka bara lingine wanaenda bara lingine. Kila majira ikifika majira fulani, wanajua wenyewe kwa nguvu ya Mungu alivyowaumba, wanaondoka wanaelekea mahali fulani. Hata wanyama pia wanahama, wengine wanahama Tanzania wanaenda Kenya, baadaye wanarudi. Nyumbu hao wanafanya hivyo. Kwa hiyo nyuni wa angani wanaelewa sana kwamba wakati huu ni wakati gani. Sasa usiamini, amini kwamba, yani Roho Mtakatifu anasema kwamba inawezekana huamini, lakini amini kwamba kuna vitu fulani fulani. Penda kuomba katika roho. Wito wako ni wa uinjilisti wa kutembea, uinjilisti wa miujiza na ishara. Utakuwa mwinjilisti wa kutembea maeneo mbalimbali. Mungu anakuandaa kuwa mwinjilisti. Utakuwa na mambo mengi sana, yatatimia kidogo kidogo. Tii sana sauti ya Roho Mtakatifu. Ukimimina baraka kwa watu, kweli zinakuja. Miujiza na ishara ni kazi ya Mungu, sio kwamba unatenda wewe. Wewe ni mtu wa hivi karibuni, lakini umewekeza vitu vingi sana katika Mungu. Umeamini, ukatii na ukafanya. Usihamishe madhabahu, usipandishe vitu hivyo. Hubiri injili safi, simama imara, usisikilize vitu vibaya vya watu wengine. Vitakupa shida moyoni. Pandisha bendera ya Yesu Kristo katika taifa la Tanzania. Wewe utakuwa mpatanishi wa watu. Ukifika mahali, patanisha watu. Usipoteze muda wako, usikilize sana sauti ya Roho Mtakatifu. Narudia pale, wewe utakuwa mpatanishi. Maana Roho Mtakatifu ananiambia wewe utakuwa mpatanishi wa watu. Ukifika mahali, patanisha watu. Usipoteze muda wako. Usikilize sana sauti ya Roho Mtakatifu. Linda ulimi wako sana. Usisambaze vitu vya Mungu bila utaratibu wa kimungu. Niamini mimi, usiamini wanadamu. Mwamini aliyekutuma kufanya kazi yake, kwamba yupo na anatenda. Mungu anakutabiria vitu vifuatavyo. Ukisaidia watu utapata zaidi. Wape watu vitu, utapata vitu zaidi. Wape watu vitu, utapata baraka. Mungu huwa anaangalia vitu hivyo. Ninakataa roho ya upinzani inayoinuka. Nimeona roho ya upinzani imekufanya kama vile unafanya vitu vyako binafsi. Watu wanaandika vitu, huyu hafai. Ninakuombea baraka kwa Mungu. Sasa sikia, kuna watu wanasema hivi, umeharibu kanisa, umeleta sijui vitu gani na nini. Huyu alikuja tu kuleta ugomvi hapa, wala hakuwa na chochote cha kusema. Unda kundi la watu wa kuomba, kuombea kazi zako unazozifanya. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anaelewa kila kitu. Mahali popote ambapo watu wanazungumza kuhusu huduma hii, yeye anaelewa, anawaangalia, anawasikiliza. Lakini kazi hii, Roho Mtakatifu ananiambia petroli ni moto, ikisha waka imewaka, akimaanisha kwamba huduma hii haitazuiliwa na mwanadamu yoyote. Ninakabidhi vitu vingi kwako. Roho Mtakatifu anasema ninakabidhi vitu vingi kwako kwa sababu ya uaminifu wako. Uaminifu, unajua kulea, unajua kutunza. Simama imara, usikie sauti ya Mungu. Kuna wajumbe maalum toka kwa Mungu, watakuwa wakisema na wewe. Ni nguvu tu ya Mungu inayosikika. Wewe sema tu, Mungu akubariki. Shetani ni muongo sana. Alikuambia utakwenda sijui wapi na wapi. Mungu amekuandalia vitu vizuri. Usipande mbegu mbaya kwa watu. Wakati wako utakuja tu. Vitu vyako vitakwenda. Kutana na watu mbalimbali waliojaa nguvu za Mungu. Utaomba nao, utasema nao. Wakutanishe watu waliojaa nguvu za Mungu. Waombe ili kupata matokeo ya kimungu. Ibada zako zitakuwa na nguvu sana, maana Mungu anatawala. Usiseme mimi ni mtabiri, ingawa wewe ni mtabiri. Usijitangaze, usiseme vitu vya kujisifia. Roho wa Bwana atakuwa na wewe.
Mungu amekupa majina yanayobeba huduma yako. Hana maana kwamba utakuwa unatembea na hayo majina kila wakati. Zabuloni waliokombolewa, Barnaba aliyesukuma mbele, yani aliyesukuma mbele injili, Isaka nifanyie baraka, Samson taifa kubwa, Danieli bila Mungu hutaweza, Abdon katika hayo Mungu yu hai. Kitambaa chako usimpe mtu, pia usitumie kitambaa cha mtu, maana vitambaa ni kama vile vinaongea. Uwe makini sana na ulimwengu wa roho, maana ulimwengu wa roho una watu wengi sana. Unaweza kupokea kitu kisicho sahihi. Usiwe na kiburi, usijiamini kupita kiasi kuhusu mambo yaliyo katika ulimwengu wa roho. Utakuwa ukifanya utafiti kuhusu wanawake na wanaume, kuangalia mambo haya. Wangapi wanaomba katika roho? Wanajua kuomba? Sina maana kwamba hawajui kuomba. Wakiwa wanaomba, wameandaa vitu gani? Mungu amekupa katiba, ni katiba yako na ni katiba ya watu pia. Kitabu ulichoandika cha historia yako, hiyo ndiyo katiba yako, utaiboresha zaidi. Kitabu ulichoandika cha historia ya Singida, ulishahidi kitauzwa na kusaidia wahitaji, utekeleze ahadi yako. Tariso manake ni mahali walipokutana watu kwa ajili ya mambo ya Mungu. Utakuwa na tariso yako na ni tariso ya watu pia. Utaandika vitabu mbalimbali. Kitabu cha ukombozi kiandikwe kwa kushirikiana na watu wa Mungu mbalimbali ambao Mungu amesema nao kuhusu kanisa. Ni kanisa linaandikiwa, si mwanadamu. Roho Mtakatifu amekufundisha namna na amekufundisha kanuni za uandishi wa vitabu, wafundishe na wengine. Unapoandika vitabu, wafundishe na wengine. Unapoandika vitabu, unazingatia mambo haya. Namba 1, kiini chake. Namba 2, kwa nini unaandika kitabu? Mwandishi ni nani? Namba 4, kitakuwa na maana gani? Hicho kitabu kitakuwa na maana gani? Una sababu gani, au kuna sababu gani ya kuandika kitabu? Kuna sababu gani unaandika kitabu? Unataka nini? Manake unataka upate matokeo. Ukipata matokeo unapata nini? Manake ukipata matokeo unapata mabadiliko. Na ukipata mabadiliko unapata nini? Manake ukipata mabadiliko unapata mafanikio. Na ukipata mafanikio unapata nini? Manake mwisho watu watafanya vitu kwa usahihi. Manake huo ndio utaratibu wa kuandika vitabu. Manake unapoandika vitabu ni lazima uzingatie mambo hayo. Lakini nirudi kwenye jambo ambalo ni kubwa na inawezekana likachukua muda mrefu kulikamilisha. Ni jambo ambalo Roho Mtakatifu aliniambia kwamba utaandika vitabu mbalimbali. Alafu kutakuwa na kitabu kimoja ambacho kitaandikwa na watumishi mbalimbali waliosikia sauti ya Mungu. Kanisa linaambiwa nini? Wataandika kitabu au mtaandika kitabu kinachoitwa kitabu cha ukombozi. Maanake mimi nitakuwa katibu, inawezekana tukatafuta mwenyekiti wa kukusanya hivyo vitu. Sijui ni lini, lakini mambo yatatokea. Taendelea kuwashirikisha watu. Maanake Mungu anaposema kwamba mtaandika kitabu cha ukombozi, kuna watu mbalimbali Mungu amesema nao. Kwa hiyo bado wana vile vitu sio vya kwao kuhusu kanisa. Ndio maana mimi nilikuwa napewa vitu na Mungu, naambiwa vitu hivi sio vya kwako, masomo haya sio ya kwako. Kuna masomo mbalimbali ambayo Roho Mtakatifu amenifundisha. Unabii na manabii ni somo hilo. Kuna anguko limetokea katika dunia hii, ni somo hilo. Ni nani walioharibu Pentekoste? Ni somo hilo. Mateso ya watu wa Mungu ni somo hilo. Mateso ya Wakristo ni somo hilo. Kwa hiyo kuna watu pia, inawezekana kuna wengine pia wamefunuliwa mambo mengine. Inawezekana kwa
kwa asilimia fulani au kwa asilimia kubwa, na wengine pia wamefunuliwa kama mimi nilivyofunuliwa. Manake tutaunganisha kitabu hicho, kitasomwa na watu waone kanisa linaambiwa nini na Roho Mtakatifu. Manake mambo ya kinabii au mambo ya kimafunuo hayawezi kushikiliwa tu na mtu mmoja akasema mimi Mungu amesema hivi. Ni lazima wawepo watu wa kudhibitisha kwamba haya anayesema mtumishi fulani hata na mimi nimeyasikia Mungu amesema. Kwa hiyo ninaposema kwamba kuna somo Roho Mtakatifu amenipa, anasema kanisa limeingiza vitu vingi au shetani ameingiza vitu vingi katika kanisa. Shetani ameingiza vitu vingi katika kanisa. Kwa kuna watu pia wamepewa mambo hayo ambayo kanisa shetani ameingiza kwenye kanisa. Kwa masomo hayo nimerekodi, watumishi wa Mungu mtayasikiliza, watu mbalimbali ambao mambo haya yanawahusu pia kupitia mikononi mwao. Kama msajili wa makanisa pia nitampa dokumenti kwa audio, nitampa pia kwa dokumenti za maandishi, na katiba pia nitampa, na mwongozo wa kanisa nitampa, na vitu vingine bodi ya kanisa nitampa, na vitu na nyaraka zingine zinazotakiwa, ili mambo haya tushirikiane tuweze kupata matokeo, tuweze kupata kitu halisi badala ya kuzungumza. Manake Mungu ameniita kwa ajili ya watoto wenu, kwa ajili ya watoto wangu, kwamba wapone, kwa ajili ya vitukuu vyenu vipone kwa huduma hii, kwa ajili ya wajukuu wenu na watoto wenu na vizazi vingine vijavyo vipone kwa huduma hii. Manake huduma hii ikionekana ni ya mtu, kwamba huyo ni mtu tu amejiingiza kutafuta umaarufu, basi inawezekana tukaichelewesha hii huduma, ikachelewa, lakini kwa sababu ni jambo la kinabii, ni lazima litokee. Kwa nasema kwamba ninawasihi watu mbalimbali wanaohusika, wachungaji na mamlaka za kiserikali, walitazame jambo hili kwa jicho la pekee. Maana jambo hili sio jambo la kawaida. Mimi kwanza, wakati Mungu ananipa hiyo, yani ninavikwa ile nguvu mpaka kupokea mambo haya yote, nikaanza kutetemeka. Nasema hivi, mimi ni nani? Nikaanza kutetemeka na kulia. Mimi ni nani mpaka Mungu anitokee aseme mambo makubwa kama haya? Lakini Mungu akaniambia, usiogope, nilishakuchagua tangu ukiwa tumboni mwa mama yako, na ulipozaliwa ninakukumbusha mambo haya yaliyotokea. Kwa hiyo akaanza kunikumbusha mambo yaliyotokea wakati nimezaliwa, vitendo nilivyokuwa navifanya wakati nimezaliwa, vikiashiria kwamba ninakwenda kufanya huduma kubwa ya kimataifa. Kwa hiyo manake ninaposajili kanisa hili litakuwa ni kanisa la dunia, sio la Tanzania. Na nasema kwamba Tanzania Mungu amekukumbuka, Mungu amekuinua. Si jambo la kawaida. Maana kuna katika taifa la Tanzania, hata wakati ninakutana na watumishi mbalimbali, wanasema kwamba watumishi mbalimbali wanaotoka Tanzania wakienda kuhubiri maeneo mengine, wakisikia huyu ni Mtanzania, manake Watanzania wanaaminika kwamba ni taifa la amani, ni taifa la watumishi ambao ni sahihi. Ingawa wapo manabii wa uongo, lakini hao walitabiriwa pia wapo. Lakini taifa la Tanzania ni taifa ambalo Mungu ameliinua na ataendelea kuliinua, na ataendelea kuliinua zaidi na zaidi na zaidi na zaidi. Kwa hiyo, kwa kuyasema mambo haya machache,
kwamba kitabu cha ukombozi kiandikwe, watu waandike wamesikia nini, kanisa linaambiwa nini. Wako wachungaji, wako maaskofu, wamesikia kanisa linaambiwa nini. Maana Roho Mtakatifu hajawahi kunyamaza. Yeye husema, anaposema mambo haya manake tayari ameshawekeza vitu kwa watu. Kwa hiyo vitu hivyo vipo kwa watu. Baadaye nitakapoanza kufanya utafiti huu, na sasa nimeanza kugawa hizi dokumenti kwa wachungaji mbalimbali, nimeanza kugawa hizi audio kwa viongozi mbalimbali, ili tufanye kazi hii ya Mungu, matokeo yaonekane, kila anachokisema Mungu kionekane kwa macho ya damu na nyama. Nachotaka kusema ni ushirikiano. Mimi Mungu ameniita, hajaniita nigombane na watu, hajaniita kuleta vita kwenye makanisa ya watu, ila ameniita kutoa, ameniita ili Roho Mtakatifu atoe maelekezo kwenye madhabahu ya Kipentekoste. Manake hapa tunaizungumza madhabahu ya Kipentekoste ifanyeje kazi. Na kwa sababu madhabahu ya Kipentekoste, manake wale wanaosimama mbele ya watu wafanyeje kazi ya Mungu. Kwa hiyo, kwa kumalizia, sentensi ya mwisho kwenye mkataba inasema Mungu ni Mungu. Hawezi kuandika kitabu bila kujua anakipeleka wapi. Narudia tena. Mungu ni Mungu. Hawezi kuandika kitabu bila kujua anakipeleka wapi. Wewe, Mungu anaandika kitabu kwa kutumia wanadamu. Kwa hiyo kitabu hiki nilichoandika cha tembelea watu wangu, maana kimeandikwa na Mungu. Maana maneno haya yaliyomo humu ndani sio ya kwangu. Mwongozo uliomo humu ndani sio wa kwangu, ni wa Mungu. Kwa hiyo Mungu ni mwandishi. Roho Mtakatifu anasema Mungu ni mwandishi. Usiseme anatumia kalamu gani au karatasi gani, lakini yeye ni mwandishi. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni akubariki. Mpaka hapa ninaamini kwamba kwa kiasi kikubwa mambo ambayo Mungu amenipa sio ya kwangu. Mungu amenipa vitu hivi kwa ajili ya watu. Kwa kiasi kikubwa nimekuwa mwaminifu kuviratibu, kuvirekodi, ili watu wapate kusikia. Kipengele cha mwisho hapa nimalizie, ni karibu ningekisahau. Roho Mtakatifu anasema yapo mambo mengi ambayo umefanya, maana ananiambia mimi, na yanakuaminisha kuwa wewe ni mtu imara. Umesimamia vitu vya kuonekana, hasa majengo, viwanja na mashamba. Waambie watu wafanye kazi. Mungu atabariki kazi za mikono yao. Unapofanya kazi, manake wewe ni mtu mwaminifu, maana unawajibika. Kwa hiyo Roho Mtakatifu, narudia sentensi yote tena anavyosema, ananiambia mimi kwenye kipengele cha mkataba. Anasema yapo mambo mengi ambayo umefanya, na yanakuaminisha kuwa wewe ni mtu imara. Umesimamia vitu vya kuonekana, hasa majengo, manake nimejenga. Kama ni majengo ya kawaida, nyumba za kawaida nimejenga. Kama ni viwanja vya kawaida kwa ajili ya watoto wangu na mimi mwenyewe vipo. Mashamba ya kawaida ya kujikimu yapo. Sasa Roho Mtakatifu kwenye mkataba huu anasema waambie watu wafanye kazi. Mungu atabariki kazi za mikono yao.
Unapofanya kazi, manake wewe ni mtu mwaminifu, maana unawajibika. Kwa hiyo kanisa hili pia au huduma hii pia itawasisitiza watu wafanye kazi. Ingawa siku hizi unaweza kaambiwa lete sadaka ili upate nyumba, lete 2,000,000, lete 5,000,000, upate gari, au upate gari ya 1,100,000. Toa sadaka, panda mbegu, uombewe upate nyumba. Ndio haya ambayo yanazungumza, ambayo Roho Mtakatifu alikuwa anasema ni mambo ambayo ni ya utume wa kibinadamu, lakini mwanadamu ameandikiwa kufanya kazi. Ameandikiwa kufanya kazi. Mwanadamu ameandikiwa afanye kazi, sio kukaa wala kusubiri miujiza. Miujiza ipo, lakini miujiza sio mingi. Miujiza inaweza kuwepo, lakini sio mingi. Ni kufanya kazi. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 17. Akamwambia Adamu, manake huyu ni Mungu. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Michongoma na miba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula, hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Kwa hiyo mstari ule unasema kwa jasho la uso wako utakula chakula. Kwa hiyo hamna namna nyingine, ni kufanya kazi. Ndio maana huduma hii au kanisa hili litawahimiza watu kufanya kazi kwa bidii, kusoma kwa bidii, kumtafuta Mungu kwa bidii, kufanya kazi kwa utaratibu wa kimungu, kwa maelekezo ambayo Mungu amenipa kwamba nifanyeje kazi ya Mungu nikiwa Mpentekoste. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni akubariki wewe ambaye utasikiliza audio hii. Na narudia tena, inahitaji ushirikiano mkubwa sana. Sisi ni watu wa kupita. Ni lazima tuoneshe dira kwa wale wanaokuja. Tulitoe kanisa kwenye mtawanyiko. Tulitoe kanisa kuwa taasisi. Kanisa liwe ni kanisa la watu waliokombolewa. Wale wanaokuja waone hakika kuna watumishi wa Mungu. Kwa hiyo manake tunalo deni la kuonesha dira ya kanisa kwa vizazi vinavyokuja. Wajifunze kwamba kanisa la Pentekoste sasa linarudi kwenye umoja halisi kama Roho Mtakatifu anavyoelekeza. Mimi ni mtu mdogo, sina cheo chochote, lakini Mungu amenipandisha daraja ili kuleta ujumbe huu ambao hata mimi mwenyewe binafsi ninaogopa. Ninasema mimi ni nani, ni mtu gani mpaka Mungu anichague mimi.
lakini sio mimi tu, kuna watu wengi ambao inawezekana, maana huwezi kupewa maono ya matengenezo peke yako. Lazima kuna watu wengi wamepewa matengenezo. Jana nikiwa napitia mahubiri kwenye YouTube kwenye kanisa fulani la Kipentekoste, yule mhubiri anasema nguvu ya Mungu iko wapi? Ile iliyotembea na kina Paulo, iliyotembea na kina Petro, iliyotembea na kina Barnaba, iko wapi? Anasema kanisa la Kipentekoste ni wakati sasa wa kurejea katika ile nguvu. Na kurejea katika ile nguvu maana ni kufuata maelekezo anayoyatoa Roho Mtakatifu kupitia viumbe wanyonge kama mimi. Mimi ni kiumbe mnyonge sana, ni kiumbe mdogo sana, ni mtu mdogo sana, ni mtu wa kawaida sana. Lakini kuna sauti ya Mungu inakuja kupitia kwangu kwa ajili ya kanisa la Kipentekoste, ili lirekebishe mambo, likae sawasawa, liende sawasawa. Mungu wa mbinguni akubariki. Nasema amina.